Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, popote pale ulipo, karibu tena kwa siku nyingine katika kipindi chetu. Leo kipindi hiki kinakujia kutoka mkoa wa Ruvuma, na basi kabla ya kuanza kipindi hiki tumetembelea ofisi ya mwenyeji wetu kwa upande wa serikali, Mheshimiwa Brigedia Jenerali Hamed Hamed. Tumekuja kujitambulisha na kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na shirika la Nyumba la Taifa. Nipende kukaribisha sana katika kipindi chetu tuweze kuzungumza nawe yale ya usuyo NHC, lakini kwa upande wa faida kwa serikali kwa ujumla. Mimi ninayekukaribisha naitwa Domina Roemanyila. Karibu sana katika kipindi chetu Mheshimiwa Brigedia Jenerali Hamed. Asante sana ndugu mtangazaji, nimefurahi kuwaona mmerudi tena kwenye mkoa wetu kwa kipindi chenu cha Maisha ni Nyumba. Na kama ulivyosema, mimi naitwa Brigadier General Hamed Abbas, mkoa wa Ruvuma. Asante. Basi kwa kuanza, tungeanza kwa kuangalia mchango wa shirika la Nyumba la Taifa katika sekta ya makazi kwa mkoa wa Ruvuma. Mchango ni mkubwa kwa shirika. Ya kwanza, shirika linajenga makazi ya kisasa ambayo makazi yenyewe yanavutia wakazi na wafanyakazi kuweza kupata nyumba bora. Hilo ni la kwanza ambalo ni mchango mkubwa. Lakini la pili, ukiacha na makazi, bado pia wanajitahidi kujenga nyumba katika mtindo sasa wa kuzingatia master planning ya mkoa. Na kwa maana hiyo unaona mkoa wetu umejengeka, na ukiangalia majengo mengi ambayo yamekaa kwa mpangilio ni majengo ya NHC. Kwa hiyo wanachangia pia kufanya mkoa uwe na mpangilio mzuri wa majenzi. Lakini swala lingine, nyumba hizi zinazojengwa na majengo yanayojengwa na NHC yanachangia pia ukuaji wa uchumi wa mkoa wetu, kwa sababu mapato yanayotokana na manyumba yale pia yanaingia kwenye mzunguko wa uchumi wa mkoa. Lakini tunapozungumzia mkoa huu na namna ambavyo tunaona shirika limeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa, Ruvuma tunazungumzia mkoa namna gani? Mkoa wa Ruvuma kwanza ni mkoa unaopatikana kusini mwa Tanzania, ambao kwanza unafikika kwa njia zote za usafiri. Unafikika kwa barabara, unafikika kwa njia ya anga, na unafikika pia kwa njia ya maji. Lakini ukiacha namna ya kufikika kwake, mkoa una vivutio vingi vya uwekezaji. Una miradi inayotokana na madini, miradi ya kilimo, miradi ya uvuvi, miradi ya ufugaji, lakini pia tunayo mbuga ya wanyama. Kwa maana hiyo pia swala la utalii. Na Ruvuma, ukiacha hayo mengine niliyosema, pia ni ghala la chakula la taifa. Kwa maana hiyo tunachangia upatikanaji wa chakula kwenye taifa letu. Kwa hayo ambayo yako katika mkoa huu wa Ruvuma, unadhani ofisi yako na shirika la Nyumba la Taifa limechagiza vipi ukuaji wa uchumi katika mkoa huu? Kwanza mimi niseme nawashukuru sana NHC, kwa sababu uwepo wenu mna adapt idadi ya watumishi ambao ni sehemu ya wadau wa maendeleo wa mkoa kupitia uwepo wa NHC. Kwanza regional manager anakuwa ni mjumbe kwenye ile RCC, kwa maana kamati ya maendeleo. Kwa hiyo anao mchango wa kushauri namna bora ya makazi, anao mchango wa kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa mkoa wetu. Kwa hiyo sisi tunamwona NHC ni mdau mkubwa na mzuri ndani ya mkoa wetu. Ukiutazama mkoa wa Ruvuma kama ilivyo katika mikoa mingineyo, lakini hii basi imekuwa na faida zaidi kwa sababu ni sehemu mojawapo ya ghala ya chakula hapa nchini. Shirika la Nyumba la Taifa katika majengo ambayo yako ndani ya mkoa huu, kwa upande wa utalii kama ulivyotueleza, kwa upande wa maghala ya chakula, yameweza majengo haya kutoa fursa zipi? Fursa ni nyingi. Fursa ya kwanza ni makazi.
kwa wananchi wetu. Lakini fursa ya pili ni kama ulivyosema, yapo majengo yanayotumika kama maghala. Lakini fursa ya tatu, ukiacha makazi na maghala, ni swala zima la upatikanaji wa ajira. Kupitia majengo hayo, wananchi wetu wanapata ajira za muda mfupi na muda wa kati. Lakini kupitia majengo hayo ambayo shughuli zinazoendeshwa zinachangia pia uchumi wa mkoa. Kwa hiyo sisi tunaona uwepo wa NHC katika majengo, katika maghala na huduma nyingine ni sehemu ya ukuaji wa uchumi wa mkoa. Brigedia Jenerali Abasi, Shirika la Nyumba la Taifa kwa sasa linakuja na mpango kabambe mkubwa wa jengo kubwa la biashara katika mkoa huu wa Ruvuma. Unazungumziaje fursa hii ambayo mnaletewa sasa? Wow, ni fursa kubwa na nzuri ambayo itachagiza maendeleo ya mkoa. Kwanza, jengo kubwa kama hilo unalosema na ambalo linajengwa na NHC litakuwa ni state of the art. Kwa maana hiyo litafanya beautification ya mji. Kwanza, likionekana tu itakuwa ni sehemu ya kivutio ndani ya mji wetu. Lakini kupitia jengo hilo hopefully ndani kutakuwa na maofisi. Kwa hiyo itachangia upatikanaji rahisi wa maofisi kwa ajili ya mashirika na wadau mbalimbali. Lakini ukiacha hivyo sasa, kwa vile shughuli zitakuwa zinafanyika kwa wingi, itakuwa limeada pia mambo ya ajira za muda mfupi, lakini pia za kudumu. Lakini ukiacha hiyo, pia itachangia sasa upatikanaji wa mapato, kwa maana ya kwamba jengo lile, wakazi wale watakuwa wanalipa kodi, ambazo kodi zitaingia kwenye mzunguko wa fedha za serikali, zitasaidia kulipa mishahara na huduma nyingine. Unadhani ni wakati muafaka? Yes, very right time. Ni wakati muafaka kwa sababu kwanza tunahitaji uwekezaji mkubwa katika mkoa wetu ili kuchagiza maendeleo. Kwa hiyo hilo jengo litakuwa limekuja katika kipindi sahihi na pengine ndio litaongeza ukuaji wa uchumi kama sehemu ya vivutio ndani ya mkoa. Katika mkoa wako una jengo lipi ambalo ni kubwa linalozidi ghorofa 3? Yapo magorofa ya namna hiyo ama majengo ya namna hiyo? Yapo, lakini yaliyo mengi ni kwa ajili ya hotels. Okay. Kwa hiyo kwa maana ya ofisi, hili linaenda kuwa ni sehemu ya jengo litakalokuwa kubwa na litakalovutia. Kuna jengo la chuo kikuu cha uhasibu tawi la Arusha linajengwa kule, nalo litakuwa na ghorofa hizo 3, lakini liko nje kidogo ya mji. Sasa hili kama litajengwa mjini is another. Lakini pia kuna jengo la mahakama pale, integrated services zote ziko pale, nalo lina ukubwa huo. Lakini nikitazama NHC majengo yao na vision wanayotaka kuileta kwenye jengo hilo, nadhani litakuwa ni jengo la mfano kwa mkoa. Mheshimiwa Brigedia, nikwambie tu jengo linalokuja kwa sasa linakuja jengo la ghorofa 4. Sawa, nakuja jengo la ghorofa 4 mpaka unatabasamu. Unapotazama mkoa wako kwa sasa, afu shirika la nyumba linakuletea jengo kama hili, unaweza kuzungumza nini juu ya ujio wa jengo hili? Ya kwanza, mimi niipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu NHC ni wakala wa serikali au ni taasisi ya umma. Kwa hiyo ninaiona dhamira nzuri ya serikali katika kuwekeza kwenye miundombinu, katika kuwekeza kwenye ajira, katika kuwekeza kwenye upatikanaji wa huduma karibu na wananchi. Kwa hiyo haya ni matunda yanayotokana na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ni maono ya mkurugenzi wa NHC ambayo anafikiri baada ya kushauri serikali ikakubali kufanyike vitu kama hivi. Kwa hiyo pia naipongeza management na uongozi wa NHC kwa kuliona jambo hili. Lakini sisi ukiacha upatikanaji huo, tuendelee kuwahakikishia kwamba tutatoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha jengo hili linasimama, kwa sababu linaenda kuleta ajira, linaenda kuleta ukuaji wa uchumi. Brigedia Jenerali Abasi, tunapotamani jengo hili liweze kujengwa tena kwa haraka hapa mkoa wa Ruvuma,
Utakubaliana nami kwamba lazima pia kwa namna moja ama nyingine walio wapangaji katika majengo ya NHC hapa Ruvuma waweze kulipa kodi zao vizuri, ili ile hela inayopatikana huko pamoja na mambo mengine ije basi ilete kasi ya ujio wa mradi huu. Unawazungumziaji wapangaji ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakisuasua katika utekelezaji wa kulipa kodi? Kwanza ni definitely right, wasipolipa kodi manake shirika haliwezi kuendelea, lakini wasipolipa kodi shirika pia haliwezi kufanya huduma nyingine kama hizi nilizozisema za majengo mapya. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza kwa wapangaji na wakazi kwenye majengo ya NHC ni kuwaomba wawe wazalendo, wawe na hiari bila kushurutishwa kulipa kodi, kwa sababu sehemu ya kodi hizo pia ndio zinazolipa mishahara na zinazolipa huduma nyingine kwa serikali. Kwa hiyo wasipolipa manake pia wanakwamisha huduma nyingine kuendelea. Kwa hiyo rai yangu ni kuwaomba walipe kwa hiari bila kushurutishwa, lakini ikionekana pia haiwezekani wao kulipa, basi shirika lichukue hatua stahiki, kwa sababu wakati fulani huruma naye ikizidi inaweza wanasema ikarudisha nyuma maendeleo. Kwa hiyo tujitahidi pia wa push in kind ili waweze kulipa na fedha zile zikasaidie miradi mingine. Shukrani sana. Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa huu wa Ruvuma liko na majengo mengi tu. Unayaonaje majengo ya shirika la nyumba kwa sasa, hususani tunapofanya ukarabati wa majengo yetu? Lakini pia ni kwa kiasi gani majengo haya yameweza kuchangia upangaji miji wa mkoa huu, ili majengo yote au katika ule mpango wa miji kuwa katika hali nzuri? Kwanza niwapongeze shirika kwa sababu kuyafanyia ukarabati mnayafanya yaonekane ya kisasa, lakini pia yavutie wapangaji kuja. Lakini tatu, kama ulivyosema wewe mwenyewe, ni katika kuufanya mji uwe una muonekano mzuri. Kwa hiyo mimi napongeza hatua hiyo ya kuyafanyia ukarabati, lakini vile vile itaongeza pia idadi ya wapangaji, kwa sababu sasa wataona ni majengo yenye hadhi ya kukaliwa, na kwa vile mengi yako kwenye mji, basi na imani mtapata idadi kubwa ya wapangaji. Tunapozungumza nawe Brigedia Jenerali Abasi, unazunguka sehemu mbalimbali na sasa shirika liko na mpango linajenga majengo makubwa ya biashara katika sehemu mbalimbali hapa nchini, ingawa lengo ni kuifikia mikoa mingi zaidi. Hili kwako linakupa taswira ipi na linakupa maono gani ambayo unayaona yako ndani ya Shirika la Nyumba la Taifa katika utekelezaji wa majengo haya makubwa ya biashara? Cha kwanza ninaiona vision ya shirika iko in line na vision ya nchi, kwa maana ya nchi kwenye miundombinu inataka kuwe na majengo ya kisasa yanayoweza kutoa huduma kwa haraka. Kwa hiyo nauona uongozi wa NHC ni kama uongozi unaoendana na maono ya taifa yanataka nini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kujenga majengo mapya na ya kisasa, unaona pia ndani ya shirika sasa kuna mawazo mapya, kuna damu mpya, lakini pia kuna watu wenye elimu sasa ambazo zina maono ya wakati huu. Ukilinganisha na zamani nyumba za NHC ukiziona ilikuwa unapata shida kidogo kufanya tafasiri nzuri ya shirika lenyewe, lakini this time around unaona kabisa walioingia ni damu mpya, walioingia wana mawazo mapya, lakini pia wanaenda sambamba sasa na vision ya 2050 ya serikali na kwenye sekta ya miundombinu namna inavyohitaji. Unapoyazungumza hayo, naomba tu ni kuhabarishe kwamba Shirika la Nyumba la Taifa linapotekeleza miradi yake huwa inatumia wahandisi wa ndani na si kutumia wahandisi kutoka nje kama ambavyo tulizoea huko sehemu nyinginezo ama ilivyokuwa huko zamani. Kitendo hiki cha shirika kutumia wahandisi wake wa ndani, Brigedia Jenerali Abasi, inaashiria nini? Kwanza ni
ile imani sasa ambayo shirika inayo kwa wataalamu wetu wazawa. Hiyo la kwanza. Lakini la pili ni kukua sasa kwa viwango vya elimu vya watu wetu mpaka kufikia kuwa na viwango ambavyo kama mwanzo tulikuwa tunavitafuta nje, sasa vinapatikana humu. Manake sekta ya engineering imekuwa. Lakini lingine ni kusogeza karibu tu ile ajira. Local content wakati fulani mara nyingi inakosekana sana, kwa sababu ya moja ni kutamani sana kupata kingi kwa watu wa nje ambao wengine wanakitoa kama sehemu ya kuwarubuni kupata hizo zabuni. Lakini nyinyi mmesema haiwezekani, lazima tuwatumie watu wetu wa ndani. Manake mnataka kuleta mapinduzi kwenye sekta ya ujenzi, mnataka kuleta mapinduzi kwenye sekta ya ajira. Kwa hiyo mna mchango mkubwa sasa ninaouona wa ukuaji wa taifa letu kupitia hiyo sekta ya ujenzi. Tunaomba kusikia kutoka kwako ushirikiano unaopata kutoka ofisi ya Shirika la Nyumba la Taifa, na hususan wakati huu inapokuja neema kubwa ya jengo kubwa la biashara hapa Ruvuma. Regional Manager wa mkoa NHC, yeye ni mdau wa maendeleo wa mkoa. Cha kwanza ushirikiano anaoutoa ni ule mchango wa ushauri, ambapo tunapokutana kama regional committee ya ushauri. Lakini la pili ni mchango huo wa ukuaji wa mji kwa majengo yanayoletwa sasa. Na la tatu ni swala la kuongeza ajira, ambalo kupitia miradi mnayoifanya ajira zinapatikana. Kwa hiyo na nyinyi ni sehemu ya sekta inayochangia upatikanaji wa ajira kupitia miradi yenu. Kwa hiyo kwangu mimi nawaona NHC ni wadau wazuri. Umepongeza kitendo cha shirika kutumia wahandisi wa ndani ambao wanatekeleza miradi mbalimbali. Naomba nikupe nafasi utoe wito kwa wahandisi wa Shirika la Nyumba la Taifa na wale wote wanaoshiriki kwa namna moja ama nyingine katika utekelezaji wa miradi, kwa sababu hivi punde tu mradi unakuja hapa Ruvuma. Cha kwanza, waienzi imani hii, kwamba ni imani iliyotokana na wao kuaminika wana uwezo huo. Lakini cha pili, watakapokuwa wamepata hizo kandarasi za kujenga majengo, wajenge majengo kwa viwango vinavyohitajika kulingana na BOQs na michoro mbalimbali watakayopewa. Lakini cha tatu, wajitahidi pia wao kama wazawa kuzigawa hizo fursa za ajira kwa wazawa wengine ambao ni skilled and unskilled labor, ili lile keki ya ujenzi inayotokana na NHC sambaye kwa watu wengi. Na la mwisho ni swala la value for money kwenye project wanazofanya. Wasicompromise sana thamani ya hela kwa kazi watakazozifanya. Kazi zilingane na thamani ya fedha iliyotolewa. Nikushukuru sana Brigedia Jenerali Hamedi Abasi Hamedi kwa muda wako kuweza kuzungumza nasi wa kipindi cha Maisha ni Nyumba hapa ofisini kwako. Lakini nikutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako na ile furaha yako ya kutaka kuliona jengo kubwa la biashara hapa Ruvuma, basi itakwenda kutimia muda si mrefu. Jiandae katika hilo, na wananchi wa mkoa huu kama ilivyo ada, NHC inapotekeleza mradi uwe sehemu husika uwe inatoa fursa kwa wananchi kuweza kushiriki katika kujipatia ujuzi, lakini pia kujipatia kipato kwa ajili ya kuendeleza maisha yao. Labda katika hili unawaambia nini wakazi wa mkoa huu, hususan wale watakao kwenda kunufaika na ajira ndogo ndogo zitakazotolewa na NHC? Cha kwanza mimi niwaambie waendelee kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sababu haya yasingewezekana kama sio uongozi wake. Lakini cha pili, fursa hizi zinazokuja ni kwa ajili pia ya sisi wananchi katika kujipatia kipato na ukuzaji wa uchumi, kwa sababu ile value chain ya kazi zitakazofanyika itasambaa maeneo mengi. Kutakuwa na ununuzi wa vifaa vya ujenzi, possibly itatoka kwenye maduka yetu, lakini kutakuwa na ajira za kina mamalishe kwa ajili ya kuwahudumia wajenzi, lakini pia kutakuwa
na huduma ambazo zitahitajika za matibabu na vitu vingine kwa wajenzi watakao kuja. Kwa hiyo waione hii ni fursa kubwa ya kiuchumi ambayo imekuwa created na serikali kupitia shirika hili la NHC, na hivyo tuendelee kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tupate mradi huu na mingine mingi. Anaitwa Brigedia Hamedi Abasi Ahmed, ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma ambaye tumezungumza naye hapa ofisini kwake, na kushukuru sana Brigedia Jenerali Abasi Ahmed kwa haya ambayo tumeweza kuzungumza. Shukrani sana, na basi endelea kuwa mdau wa kipindi cha Maisha ni Nyumba kama ambavyo umetuambia. Tupate mapumziko mafupi, takaporejea tuendelea na kipindi chetu. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linawakumbusha wapangaji wake wote kulipa kodi ya pango kwa wakati, yaani ndani ya siku 7 za mwanzo wa kila mwezi, kama ilivyoainishwa katika kipengele namba 6 cha mkataba wa upangaji. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kupitia benki mbalimbali au kwa kutumia huduma za malipo kwa simu za mkononi, ambapo mteja anatakiwa kuhakikisha ametumia nambari ya kumbukumbu, yani control number, aliyopokea kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. NHC inakumbusha kuwa kutolipa kodi kwa wakati kutasababisha kutozwa adhabu, yani penalty ya ucheleweshaji, kusitishwa kwa huduma mbalimbali na kuvunjwa kwa mkataba wa upangaji, na hivyo kupoteza haki ya kuendelea kuwa mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika linawasihi wapangaji wote kulipa kodi zao mapema ili kuepuka usumbufu na kulinda haki zao za upangaji. Pia kwenye nyumba ambapo wapangaji wanapaswa kulipa gharama ya huduma, yani service charge, mnasisitizwa kulipa malipo hayo ndani ya mwezi husika. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NHC au tembelea tovuti ya www.nhc.co.tz. Jina langu naitwa Lenbert Peter Changwa, ni mkazi wa hapa Songea Manispaa. Kwa kweli Shirika la Nyumba tunawapongeza kwa kuwepo katika huu mji, lakini bado shirika lina nyumba chache ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa mfano shirika mna miradi mikubwa sana kama Kigamboni. Songea Shirika la Nyumba mna nyumba chache. Kwa hiyo tunatamani muendelee kuwekeza, kwa sababu Shirika la Nyumba masharti yenu ni rahisi na wezeshi kwa wananchi. Sababu ukichukulia upande wa pango watu wanalipa miezi 6, mwaka na kuendelea, lakini nyinyi Shirika la Nyumba mnatoa pango hata la mwezi mmoja. Kwa hiyo tunatamani muendelee kuwekeza ili ya kwamba muwe na fursa za kutosha kwa ajili ya wakazi na wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Asante. Lakini pamoja na hilo, kwa sasa shirika linakuja na jengo kubwa sana la biashara hapa manispaa ya Songea. Unazungumziaje ujio wa jengo hili kubwa la biashara? Ndugu, hilo jengo kubwa la biashara litatusaidia sana katika kupanua chachu ya maendeleo ya mji wetu, kwa sababu tuna uhitaji mkubwa sana hasa wa vyumba vya biashara. Nyumba za watu binafsi kodi zake ni kubwa na zinaendeshwa kwa vilemba. Navyosema kilemba, ina maana kabla hujapata chumba kuna kodi ya dalali ambayo inakuwa karibu kodi ya miezi 3 kabla. Sasa Shirika la Nyumba masharti yenu nyinyi ni rahisi. Natamani muendelee kuwekeza zaidi na zaidi, na hilo jengo jipya litachochea sana maendeleo ya wakazi wa mji wa Songea. Shukrani. Ni moja kati ya wananchi wanaoishi katika manispaa hii ya Songea ambaye na yeye alikuwa anatamani kutoa maoni yake kupitia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba ambacho leo kilikuwa katika mkoa huu wa Ruvuma. Na kufika hapa ndo tunafika tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Tunamshukuru sana Brigedia Jenerali Hamedi Abasi Ahmed ambaye tumezungumza naye katika kipindi hiki kwa siku ya leo, lakini bila kumsahau meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Ruvuma Bwana Paul Kes, na mwananchi ambaye amejitambulisha jina lake tulizungumza naye hapa. La ziada hatuna kutoka Ruvuma. Jina langu naitwa Domina Rwemanyila. Shirika la Nyumba la Taifa lenye miradi mingi